Kimsingi malezi ya mtoto kwenye familia ni jukumu la kila mwanafamilia, lakini kwa kutokufahamu au kwa makusudi, kuna baadhi ya watu wameachiwa majukumu ya ulezi kwa watoto kwenye familia zetu, hasa za Kiafrika. Hii sio sawa. Mimi ni Hamisi Lusamwa, niko na ndugu yangu wa kusoma. Tunaenda kuangalia ni nani anapaswa kuwa na jukumu la malezi ya watoto katika familia. Wa kusoma. Inakuwaje? Sawa. Hivi mwaka karibia uisha? Umeanza bwana, Januari. Sema mwezi ndio karibia unaisha, leo tarehe 21. Kwa bado miezi mingapi? 11. Okay, sio mbaya, ndo unaelekea ukingoni hivyo. Kwenye baadhi ya familia mtoto akikosea, mama anamwambia subiri baba yako aje. Hii imekaaje? Naweza nikasema kwa upande mwingine inaweza kuwa sawa, lakini si sawa. Kwa sababu baba, ile kauli inaweza ikatoka kwa maana kwamba baba ndiye kiongozi wa familia, na kwamba majukumu ya malezi na ile kwamba baba ndio kichwa, inaweza ikawa kwa mlengo huo. Lakini kwenye malezi ya familia, hata wataalamu wa malezi wanakuambia kwamba malezi sio ya mtu mmoja. Na ndio maana ukiangalia watoto wengi ambao wamepata malezi ya pande moja wana shida. Watoto wengi ambao wamepata malezi ya pande moja, aidha ya baba peke yake au ya mama peke yake, kuna sehemu lazima kuna shida. Kwa mfano, mtu ambaye amekosa malezi ya mama, eneo la kiutendaji kwa zile shughuli za kawaida za nyumbani ni mbovu. Ndio. Ni ngumu, yani hata kama anaweza anafanya kama ni mateso. Hicho ndio kizazi cha wala chips hicho. Mtu ambaye amekosa malezi ya baba, kwenye kusikiliza kauli za watu, mamlaka, kuzingatia mamlaka, huwa ni mbovu. Sio story zake. Yes. Kwa hiyo ukiangalia mtu ambaye amekosa malezi ya mama peke yake, kuna eneo ambalo lazima atakuwa mbovu, na kwa mtu ambaye amekosa malezi ya baba, kuna eneo ambalo atakuwa mbovu. Hapo ndipo tutakuja kugundua kwamba malezi yanahitaji pande zote mbili, baba na mama, kwa kushirikiana kwa pamoja. Sasa hizi kauli kwa baadhi ya kina mama, unakuta mtoto kakosea, yupo nyumbani, lakini hawezi kumwadhibu. Kauli inayotoka ni kwamba ngoja baba yako aje. Sasa kwa nini tumsubiri baba ingali kwamba huyu mtoto ameshakosea, na wakati anakosea wewe mama ndiye uliyekuepo nyumbani? Na kwa mujibu wa malezi, saikolojia inaelekeza mtu anapokuwa amekosea anatakiwa adhibiwe wakati huo, na ndio atajua uchungu wa kosa ambalo amelifanya. Lakini unatengeneza nini kwa mtoto? Psychologically, yule mtoto hata kama kuna shughuli ambayo alikuwa anatakiwa kuifanya, au hata kama alikuwa na kazi zake za shuleni, anaweza asizifanye vizuri, akiwa anafikiria baba akirudi atanipiga kipigo cha namna gani. Akifikiria pengine na ukubwa wa kosa, anaona leo kama sio nyaya basi ni panga. Kwa hiyo hata ule utendaji kazi wa mtoto kwenye hiyo siku, huo muda ambao hajakutana na baba yake ambaye ameambiwa ngoja aje, unakuwa ni muda mgumu sana. Lakini huyu mtoto pia atakuwa akiwa anamchukia baba, akiamini mama yuko sahihi. Kwamba mama, bwana, mimi hata nikikosea yuko hana shida. Baba ndo mzinguaji, anazingua. Kwa unamtengenezea mtoto kwamba mama ndiye msaada wake, na baba ni adui yake, kwa sababu yeye akikosea baba anamchapa. Alafu wakati huo anaposema baba yako akija nitamwambia, akija kweli anamwambia. Baba ukianza kutoa adhabu anakuja, usiniumizie mtoto. Na wengine wanaenda mbali, mpaka na yeye anaanza kulia. Utaniulia mtoto wangu. Hebu kumbuka nilivyombeba miezi 9 tu. Wakati huo yeye ndio anamsemea. Mwache, inatosha. Sasa kama ulijua mimi nikija kumwadhibu nitamuua, uliniambia ili niweje? Wewe ambaye huwezi kumuua, si ungemwadhibu yakaisha kabisa? Ukajua kwamba mimi nikija pengine ndo niweza kufanya nini, nikamuua. Lakini sasa hii sauti ambayo inatoka kwa mama kwamba niachie mtoto wangu, utamuua mtoto wangu, mtoto anaishi nayo. Kumbe baba ni muuaji, isipokuwa mama ndiye mtetezi wangu. Hii inaenda, mtoto atakuwa nayo. Kwa baba atakuwa ni mtu wa kuogopwa. Kuna familia baba akirudi, yani ikisikika sauti yake tu, kila mtoto analala.
Yaani hata kama alikuwa hana usingizi, ataenda kulala tu. Na kama alikuwa anatazama TV barazani, atatoka nduki, hata TV yenyewe haizimwi. Analiacha hivyo, yaani TV inabaki inajitazama. Kwa sababu ya maandalizi ambayo yameandaliwa na wale wanaosema baba akirudi nitamwambia. Na inafikia hatua sasa kuna kina baba ataishi kwake mwezi mzima, watoto wapo, ila hawajawahi kusalimiana, iwe ni asubuhi au usiku. Kwa sababu pengine asubuhi wakati watoto wanaondoka wanaenda shule, huyu baba bado amelala. Sawa? Jioni wakati anaporudi, kwa sababu ni mkali, wakimsikia tu wanaenda kulala. Hata kama hawana usingizi, watakutana nao huko kitandani. Kwa sababu gani? Mama ameshaharibu mwanzo. Na watoto wanaishi wakiamini kwamba adhabu zote tunazozipata chanzo ni baba. Mama hana shida. Kumbe tukikosea wakati mama yupo hamna shida, ila mzee akija ndio tatizo. Sasa huyu mwanamke anayesema hivi anajitengenezea mazingira gani kwa mtoto? Kiuhalisia hakuna anayependa adhabu. Hakuna ambaye anapenda adhabu. Kwa hiyo mama anachokifanya pale ni anatafuta urafiki kwa mtoto, aonekane ni mtetezi wake wakati akiwa kwenye shida. Ndio maana baba anapoanza kutoa ile adhabu, mama anapaza sauti, niachie mtoto wangu, utamuua. Unaona? Tena wengine wanaenda mbali. Kwani ilikuwa lazima umchape? Si ungemueleza tu. Sasa kama kumueleza tu ilikuwa inatosha, si ungemueleza wewe kabla mimi sijafika, kwa nini ilifike kwangu? Itakiwa wewe ndio umueleze, hapo umekosea hapa na hapa na hapa. Kama uliona kabisa hii inapaswa kuelezwa. Lakini kwa sababu ulisema ngoja baba aje, na unajua kabisa baba yake akija huyo hakuna maelezo zaidi ya kipigo hapo. Na ukiangalia hata Biblia imekwambia mtoto apewe mapigo. Sawa? Kwa maana hayatomuua, bali atamweka katika njia impasayo, naye hatoiacha hata atakapokuwa mzee. Fimbo. Sawa? Sio kupiga, ni kuchapa. Usipige. Ukipiga mtoto akiwa anapumua, ujue mtoto akiwa anapumua vizuri, ana afya nzuri, huyo ni wa kwako. Ndio. Sawa? Likatokea la kutokea ni wa serikali. Sasa wanakuja wenye mtoto wao. Jamhuri ikianza kudai mtoto wao, utawapatia, utawaeleza umempeleka wapi. Ila wakati anatembea vizuri, hana ulemavu wote wa kusababishiwa, huyo ni wa kwako. Hivi hii ya mwanamke kusema baba yako akija nitamwambia, haiwezi kupelekea watoto wakamdharau, wakamchukulia hapo maza kitu gani bana? Mama. Yes, kuna namna na ndio maana ukikaa vizuri na wazee ambao umri umeenda, nazungumzia watu wenye miaka 60, 70, 80. Ukiwahoji kwenye eneo la kuadhibu, wanakwambia fimbo ya mwanamke kwa mtoto haina madhara, yani haina effect ya kumbadilisha. Kwa sababu gani? Mwanamke ni kiumbe ambaye ameumbwa na huruma ndani yake. Sawa? Wanaweza kumwadhibu baadaye akaanza kujuta yeye. Na akaenda kumbembeleza. Sasa ndo unalia muda wote huu. Fimbo mbili tu mwanangu, ndo unalia muda wote huu. Kumbe ndo iko hivi. Nikilia kidogo na bembeleza. Lakini ni tofauti na sisi kina baba. Huwa tunatamani lile kosa lisirejewe tena. Inashushwa kichapo, anakuacha hapo, baba anaondoka. Sawa? Lakini effect yake sasa ni nini? Kwenye maisha ya kawaida, hawa watoto wanavyozidi kuwa wakubwa, yule ambaye alikuwa mtetezi anakuwa rafiki. Na ndio maana fuatilia familia nyingi ambazo wale wazazi umri umeshaenda, utakuta mama anasafiri sana kwenda kwa watoto wake kuliko baba. Kule nyuma kule baba yako akija nitamwambia, ukirudi ulikiambia unaadhibu, uzeeni na kugharimu. Kumbe mwenzako anajitengenezea mazingira. Sasa mkishazeeka baadaye ni mkubwa, yeye anaanza kula pension. Mara mtoto wa Mwanza, mama njoo bwana upumzike mwezi mmoja, mama ameenda. Baba anabaki, baba anatumia ile voucher. Huko ni mbali, hata kwenye safari ni mbali. Mtoto anampigia mama simu. Sawa? Mama shikamoo, wanasalimiana, wanapiga story muda mrefu. Baba na yeye ana simu yake, lakini utasikia mpe na baba niongee naye. Baba hazizidi dakika 5. Sawa? Hazizidi dakika 5. Kwa nini? Mama alitengenezea mazingira ya kujidefense mapema. Alafu akaharibu kwa baba. Baba akaonekana ni mbaya, lakini
tunasahau kwamba kuna wakati hata wewe mtoto ukikaa ukafikiria, unakuja kugundua kwamba bila zile adhabu za nyumbani kuna maisha ya sasa hivi usingekuwa nayo. Kabisa. Pengine ulikuwa ni mtu wa kuzurura sana. Kila ukirudi nyumbani kichapo. Kila ukirudi nyumbani kichapo. Ukaona basi ngoje niache kuzurura. Ndio maana ukatulia, ukasoma na maisha sasa hivi una maisha ambayo angalau yanaeleweka kwa watu. Yaani watu wakikuona wanasema fulani anaishi. Ni kwa sababu pengine ya zile adhabu. Sawa. Sasa unavozichukia na kumchukia yule ambaye pengine alisababisha wewe kufika hapo, anasema kwenye maisha hata ukiwa mkubwa, ukiwa na watu 10, katika watu 10 kama 9 wote wanakushangilia, hakikisha kuna mmoja anayekukosoa. Yule ndiye anayekuambia ukweli. Yule ndiye anayekueleza ukweli. Sawa. Hata kwenye maisha ya kawaida hivi, ukiwa na marafiki wengi, lakini angalia yupi ambaye ukikosea na kuchana ukweli, mwanangu hapo umezingua. Lakini yule umefanya baya, fresh mwanangu, yani hapo mwanangu hamna shida. Huyo mtu ni mbaya, hakutakii mema zaidi ya unavyofikiria wewe. Ni bora mtu ambaye anakuelekeza kosa lako liko wapi, ili kama ni kujirekebisha ujirekebishe mapema. Kama utaona ya nini lakini ameshafanya nini, ameshakwambia, ndio kitu ambacho anakifanya kina baba. Sasa hawa kina mama ambao wanafanya hivi, kwa wanafanya makusudi, wanafanya wanachokijua au wanafanya wasichokijua? Pengine wanafanya kitu ambacho hawakijui, lakini wengi wanafanya wakiamini kwamba baba ana nafasi kubwa sana kwenye kufanya maamuzi ya familia. Sawa? Na ndio maana, lakini sasa utakuja kushangaa kitu kingine. Baba pengine ndiye mtafutaji kwenye hii familia. Watoto wataomba pesa ya daftari, pesa ya nguo, mama ndio atatoa. Lakini mama ndiye aliyeombwa. Yeye anachokifanya ni kupeleka taarifa kwa baba. Watoto hawana daftari. Sawa? Baba atatoa hela, atampa. Mama anaondoka na kauli, mnaona natoa hizi hela, sasa mkacheze. Hasemi mimi na baba yenu tunatoa hizi hela ili mkasome. Baba anamuondoa kwenye ile kauli yake. Nawapa hizi hela, nawapa madaftari. Nadhani mnaona ninavyohangaika. Hii hela ninayowapa sasa mkacheze. Hasemi hii hela tunayowapa sasa mkafanya nini? Mkacheze badala ya kwenda kufanya nini? Kusoma. Kwa hiyo mtoto anakuwa na kumbe mama ndio anayetusaidia. Kwa sababu gani? Wakieleza mama yeye anafikisha kwa baba. Anapewa, analeta. Lakini sasa mama anakwenda kuwasilisha pale, kwenye kuwasilisha pale anawasilisha, anamuondoa muhusika, anajiweka yeye kwenye ile nafasi. Anamwambia mimi ndio simno ile hela ninayotoa. Sasa nendeni mfanye nini? Mkacheze. Anashindwa kuwaeleza watoto moja kwa moja kwamba mimi na baba yenu tunapambana ili mfanye nini? Msome. Anajiweka tu. Ila sasa mtoto akikosea ndiye wa baba. Ila kwenye kumpa hela mtoto ambaye umetoa kwa baba, hiyo hela ni ya kwako. Yaani hata kama wewe ni mtoa taarifa tu kwamba fulani kaishiwa daftari, fulani kiatu kimeisha, baba anatoa hela. Yaani wewe ni kama wakala. Ni kama daraja la kumuunganisha baba na watoto, kwa sababu pengine baba wakati anaporudi watoto wamelala. Ndio. Baba na watoto wanaporudi baba hajarejea nyumbani. Ndio. Wanakukuta wewe kwa zile shida zao, yale mahitaji yao wanakuwasilishia wewe mama, kwa sababu ndiye uliyepo uko nyumbani kwa wakati huo. Baba anarudi watu wameshalala. Sasa wewe badala ya kurudi ukishapewa, basi kina mama kumbukeni kusema basi mumuhusishe na baba ambaye ni mtoa hela kwenye hizo kauli zenu. Semeni wanangu, tunapambana ili msome. Na sio kwamba mnaona hela anayotoa msiende kucheza. Mnaona nilipopambana sasa mkacheze. Tayari umeshamuondoa baba. Maana yake wewe ndiye unapambana. Na ukifuatilia pia wanaume wengi wanakuambia hela ya mwanamke haijawahi kuonekana nyumbani. Hata kama anafanya kazi haijawahi kuonekana nyumbani. Yaani sasa unajiuliza hizi anazowapa watoto hapo wanatamba. Hizi anazowapa watoto hapo wanatamba anazitolea wapi? Kumbe zimetoka kwa baba. Yaani ni sorry to say that, lakini ni watu ambao tukipinda na wao wanapinda, tukipata na wao wanapata, ila kwenye kuwajibika kule kwa watoto wanatuondoa. Sio sawa. Effect yake ni kubwa. Sio sawa. Ni kitu ambacho kimsingi tunapaswa kukubaliana kwa pamoja kwamba wale watoto ni wetu sote, na tunapaswa kuwalea wafahamu nafasi ya baba, wafahamu nafasi ya mama, ili baadaye usiwe kuna upendeleo kwenye watoto kuwalea wazazi wao. Tumalizie eneo moja. Kuna usemi kwamba watoto wanaolelewa na bibi na babu
nidhamu yao huwa ni mbovu sana. Kuna ukweli? Bibi wa karne ipi? Bibi na babu wa karne ipi? Bibi na babu wa kipindi kipi? Bibi na babu wa kizazi kipi? Leo hii zamani ilikuwa mtu mpaka anakuwa bibi ni bibi kweli. Ana miaka yake 40 na sasa hivi bibi sio ana miaka yake 50 na sasa hivi mtu ana miaka 30 na ni babu. Ni babu. Sure. Mtu ana miaka 30 ni bibi tayari, kwa sababu kigezo cha kuitwa bibi sio umri, ni mjukuu. Imagine kuna mtu amepata mtoto akiwa na miaka labda 19. Sasa ndio isivyo bahati, wakati yuko shule mpata mtoto. Kwa hiyo yule mtoto anafikisha miaka 20. Huyu mzazi ambaye ni mama yake pengine na miaka 40. Sawa? Huyu mtoto naye kwenye 18, 17 ana mtoto. Kwa hiyo mabibi, ndio maana nimekuuliza mabibi wa kipi? Nimekuelewa. Kama ni mabibi wa sasa hivi ni kweli. Ila sio mabibi wa zamani. Sawa? Sasa hivi baadhi ya watu watakuwa mashahidi, hata wazazi watakuwa mashahidi. Watoto wengi sasa hivi hawaendi kwa bibi na babu. Kwa nini? Ila zamani ilikuwa watoto wakifunga shule tu kwa bibi au kwa babu, wanaenda kutulia mwezi mzima ule. Lakini sasa hivi bibi naye yuko busy na nini? Na simu. Sasa hivi bibi na babu wa watoto ni simu. Si ndio? Zamani ilikuwa ukiwa unalia unapelekwa kwa bibi. Sasa hivi ukiwa unalia unapewa simu. Na mtoto ukimpa simu anatulia. Kitu ambacho ilikuwa zamani ukimtoa mtoto kwa nyumbani ukampeleka kwa bibi anatulia. Kwa hiyo mimi binafsi naamini hivi, kwa kizazi tulicho nacho sasa hivi bibi na babu ni simu. Kwa sababu si bibi analea mtoto na babu analea mtoto. Sasa hivi ndio inalelea watoto. Sasa tujiulize, haya malezi anayoyatoa huku ni sahihi? Hayana usahihi hata kidogo. Sawa? Haya malezi anayoyatoa huku ni sahihi? Sio sahihi. Sawa? Pengine ni mtoto wa miaka 5. Unampa simu, ana scroll anakuta mwenye umri sawa na yeye yuko zake busy anacheza muziki, anagundua kumbe hata mimi naweza nikafanya hivi. Anayarudi. Unakuta ana scroll anakuta mtoto wa miaka mwenye umri sawa na yeye yuko busy kwenye dressing table ya mama yake anajipaka vipodozi. Kumbe inawezekana hivi na mimi nikafanya. Ndio. Unaona? Ana scroll anakutana na mtoto mwenye umri sawa na yeye, anakumbatiana na mwenzake. Pengine maskini wa Mungu hawa watoto ni wazungu. Kwenye utamaduni wao ni vitu vya kawaida. Siku naye akienda shule anakutana mwenzake, anakumbatia mtu mali na busu juu. Aliona wapi? Kwenye malezi kwa bibi. Kwa bibi ambaye bibi yake sasa hivi ni simu. Sasa tuulizane, zamani bibi na babu walikuwa wanatupa nafasi ya kukumbatiana, yani mtoto wa kiume na wa kiume au wa kike na wa kiume kukumbatiana. Hiyo haipo. Kwanza unafinywa. Bibi wa zamani ana sifa ya kufinya katikati ya mapaja. Unafinywa. Ndio. Unaamka umekojoa, unafinywa kwenye mbavu. Unalala mwili umechoka. Sasa tuulizane, hao mabibi sasa hivi wapo? Hawapo. Ukilia kidogo unapewa simu, unapewa bibi yako huyu hapa bwana. Ili mradi bibi anachaji unapewa. Mtoto akilia simu inawekwa bando anapewa. Kama haina bando anawekewa muziki, anaangalia mbele. Atajua yeye mwenyewe. Kwa hiyo bwana, mimi kwa mabibi wa zamani hakukuwa na hicho kitu, ila hawa sasa hivi ambaye bibi yao ndio huyu. Jamani, sio sawa Republic tunasema hivi, malezi ni ya wote. Yaani sio jambo la mtu mmoja, sio jambo la kakundi fulani hivi kwa watu ndani ya familia. Malezi ya mtoto, malezi ya wanafamilia wote ni jukumu la wanafamilia kwa ujumla. Ili baadaye zile haki sawa zitolewe kwa baba na mama, bibi au bibi, waenjoy matunda waenjoy wote. Inapaswa kuwa hivyo. Kwa leo tunaishi hapa, tukutane tena siku nyingine. Rusama Hamisi Rusama kama kawaida, nilikuwa na wakusoma.